Wetu ni muda wetu sisi wanamichezo popote pale tulipo, ama wewe popote pale ulipo ambapo unaitazama Namba 10 siku zote. Show ya magwiji huwa inaanza muda huu mpaka saa 9 hapa. Huwa tunahesabu mambo 10 ambayo yameshika kasi na pia yamezua mijadala mikubwa mbalimbali ikiwa kitaifa ama kimataifa. Leo katika Kickoff number 1 tunaendelea na muendelezo wa bajeti wizara mbalimbali ambazo zinatoa mapendekezo ya bajeti kule bungeni kuelekea katika bunge kubwa la bajeti ambayo itafanyika siku za hivi karibuni. Na jana bajeti ambayo inatuhusu sisi watu wa habari, sanaa, utamaduni na michezo ndiyo ambayo imeshika vichwa mbalimbali vya habari kutokana na mjadala mkubwa ambao takriban una mwezi mmoja kuhusiana na dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga ambayo imechukua sura mpya siku za hivi karibuni. Huenda au fahamu ama unafahamu kutokana na kile ambacho TFF kupitia bodi ya ligi wamekisimamia kuwa mchezo huo utachezwa huko machampion watetezi kwa maana Young Africa wakisema kuwa hawachezi mchezo huo. Sasa jana bungeni pia limechukua nafasi kubwa kwenye uwasilishwaji wa bajeti hiyo ambayo ni zaidi ya bilioni 500 ikiwasilishwa na waziri wa wizara hiyo Profesa Paramagamba Kabudi na baadhi ya wabunge ambao pia wamezungumza kile ambacho wanaamini huenda mpira wetu ukachukua sura mpya ama sura tofauti kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Wamesema nini wabunge hao na kipi kimezungumzwa? Je, kutakuwa ni mjadala mkubwa hiko ambacho kimezungumzwa? Tulia, ni muda wa kusubiri na kuona. Kwenye Kickoff number 2, kocha wa zamani wa Arsene Wenger ambaye kwa sasa ni moja kati ya viongozi wakubwa katika maendeleo ya soka katika shirikisho la soka ulimwenguni kwa maana ya FIFA, yeye amezishukia jumla vilabu viwili vikubwa vya pale nchini England kwa maana ya Spurs pamoja na Manchester United. Ni kama tu amerusha jiwe gizani ambalo litampata basi atatoa sauti. Kocha huyo wa zamani amesema kuwa yeye apendezwi kabisa na mabingwa ambao wanapatikana kwenye michuano ya Europa League na kupata nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa msimu ambao unafuata. Je, hoja yake ni nzuri? Je, kipi ambacho amekizungumza kinaleta maana? Pia tutaitazama kunako Kickoff number 2. Kickoff number 3 kama ambavyo umeniona hapa nimeshika gazeti la michezo kubwa la Mwanaspoti likipambwa picha sambamba na matukio mbalimbali. Leo kwa mara ya kwanza mara baada ya muda mrefu bwana Mbeya City Green Nation leo umetokea kwenye ukurasa wa mbele ndugu zangu. Ukiwa na timu inatokea ukurasa wa mbele badala na Simba na Yanga, uje kazi wameifanya. Sasa taarifa kubwa aloandika ni safari ya Mbeya City yenye pande mbili. Je, pande ipi? Tutaifahamu kwenye Kickoff number 3, lakini pia muendelezo wa mchezo wa dabi ulioahirishwa. Mwanaspoti wametoa maswali 7 mapya yaibuka kunako hii dabi ya Kariakoo. Hiki ndicho kitachoikuta Yanga kama itagoma kwenda uwanjani. Lakini kuna star wa tennis aliyedungwa sindano ya HIV kwa maana virusi vya ukimwi. Lakini upande wa nyuma Mwanaspoti wanasema ovyo basa yalia refa Kayua. Pia taarifa nyingine iliyoandikwa ni kivumbi leo hapa ukitazama michezo ya nusu finali ya pili ya Europa League sambamba na conference ambayo pia leo itachukua nafasi kwenye viwanja mbalimbali kule barani Europa. Review ipo, taarifa zenu Arsenal tunazo mara baada ya kunyolewa bila huruma kule nchini Ufaransa na Luis Enrique, kocha PSG akisema kuwa Farmers League ama ligi ya wakulima hatimaye imefanya tukio kubwa la kuiondoa timu mbili ambazo zinacheza ligi kuu ya England. Pia hiki ambacho nimekizungumza ni kijembe kuhusiana na kile ambacho kinazungumziwa kuhusiana na ligi ya Ufaransa. Hiyo itakuwa ni review, lakini preview leo mnyama Simba Sports atakuwa tena mawindoni kucheza awamu hii dhidi ya Pamba. Je, muendelezo wa ushindi utakuwepo? Pia iko ambacho pia hapa tutajiuliza sambamba na michezo mbalimbali ya Europa League sambamba na Conference League ambayo pia tutaitazama. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Donga, nipo na kaka zangu wakubwa, wachambuzi mahiri na magwiji kabisa katika Namba 10. Kulia kwangu niko na mtaalamu hapa Zuhuri Mkalaboko, kwa anapiga kikohozi kidogo akiwa ameipokea sambamba na teacher Tigana Lukinja, mwalimu wa mpira. Wewe mpo ukohoi. Midfielder zamani. Mazoezi ya milala. Huu tumpeleke uwanjani huu. Vipi mpo? Safi kabisa. Buheri wa afya. Ndio. Naam. Na wizara yetu jana ndio ilikuwa Talk in Town. Talk in Town. Zungumzo la mjini.
Simba na Yanga bungeni imezungumzwa jana. Wabunge wamechambua jana. Hiyo unakumbusha striker moja wa Young Africans siku za nyuma, Makumbi Juma. Homa ya jiji. Aliitwa homa ya jiji kwa sababu alikuwa anatoka RTC Kigoma huko. Alafu ndo kasaini Yanga, alafu anafunga sana. Vibaya sasa kuna ile dabi ya Kariakoo ya mwaka 1990. Mchezo wa kwanza Yanga alikufa 1-0, goli la mtu anaitwa Mavumbi wa Mali, alafu dead ball. Mechi ya pili Yanga akashinda 3. Uncle Tom Kipese, Uncle Tom. Yes, alafu homa ya jiji pamoja na Sanif Lazaro Tingisha. Sasa ule ujio wa nani sasa Makumbi Juma. Mzee wangu watu tunamuita bonga bonga. Mzee wangu bonga bonga, basi ndio ameingia hapa mjini sasa. Unajua dabi ndio hivyo, ndio amekuja amescore kwenye dabi, basi watu wakamuita homa ya jiji. Homa ya jiji. Kwa hiyo jana ile budget ilikuwa gumzo ya jiji, lakini ilikuwa ni homa ya jiji. Hivi ndio vitu ambavyo teacher vinamfanya aishi na awe na ubora zaidi kwenye matukio ya zamani na muktadha wa hapo kwa papo. Anakupa vitu kama hivi, nani mwingine mpango anaweza? Watu mwingine bidi akae Google anza Google hapa. Hivi mbwa anakupa hapo hapo tu unavipata. Sasa twende kwenye mada husika ambayo tunaitazama kwenye kick off number 1 kubwa zaidi. Kama ambavyo nimeitambulisha, kwa sasa wizara mbalimbali zimeendelea kutoa makadirio ya bajeti kuelekea kupitishwa kwa bajeti kubwa katika wizara husika. Sisi kwenye wizara yetu ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, jana pale waziri wetu Profesa Paramagamba Kabudi ametoa ombi la kupitishwa bajeti ya zaidi ya bilioni 500 na change zake hivi, kuwa bunge lipitisha bajeti hiyo kutokana na matukio makubwa ya ambayo tunaenda kuiandaa ya CHAN sambamba na AFCON. Lakini kuelekea kwenye mjadala huu ambao ulikuwa upo katikati na ulikuwa unaelekea kwa mzuri, swala la Simba na Yanga likaibuka na likachukua tena nafasi, kwa maana ya muhimili mkubwa wa serikali pia jana umeamua kutoa na kuzungumzia, kwa sababu wabunge wengi ni wanamichezo na wanachama pia na mashabiki wa timu hizi mbili. Sasa moja kwa moja tumsikilize na kumtazama mbunge wa Geita Vijijini Josephati Msukuma. Jana pia naye alichukua nafasi, ndiye ambaye anatufungulia hiki ambacho tunaenda kukizungumza. Tumtazame na kumsikiliza kwanza. Mwenyekiti, namuuliza kaka yangu Kabudi, Mheshimiwa Waziri, na nilikuona kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili, nilikuona ulitoka saa 4 usiku kwenye kikao, lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue. Nitashika shilingi leo. Mpira wa Simba na Yanga, timu ya Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio burudani pekee iliyobaki kwa watu wote. Sasa mnatambua kabisa iko migogoro, lakini hata kwenye taarifa yako Mheshimiwa Kabudi sijaona mahala ambapo unataja. Ikiwa rais mwenyewe anafadhili mpaka anatoa hela zake mfukoni kwa hapa vijana hamasa, halafu mnaona huu mchezo tuendelee kusikia tu ngonjera za huyu na huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtangulizia kabisa shilingi mzee Kabudi, naondoka nayo. Kama utakuja na taarifa sahihi ulichokisikia kieleze, ili ndio bunge la wananchi. Hatuwezi kuwa tunasikia mitandaoni na wewe mwenzetu uliyeteuliwa kwenda kutuwakilisha umesikia sirini, halafu unaleta taarifa tukupitishie budget, tunaacha kuelewa kinachoendelea. Sisi tukirudi huko majimboni kwetu na sisi tuwe tena watu wa mitandao. Leo kama utatoa taarifa sahihi na kushikia shilingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niamini Simba hawana makosa, Yanga hawana makosa, lakini kinachoendelea, nani anayetakiwa kutueleza taarifa sahihi? Tunaona kama michezo kama kesi imeenda kasi, imerudi kasi, imekuja huku, kabla mlalamikaji hujamsikiliza unatangaza mechi, anacheza bodi ya ligi, inacheza Yanga. Sasa nataka kujua Mheshimiwa Kabudi, wewe ulienda kulisikiliza pande zote mbili, Simba na Yanga. Sitaki kusema Yanga ina makosa wala Simba ina makosa. Wewe waziri uliyesikiliza, utupe majibu sisi wabunge, ili tukawaeleza watu wetu michezo ni furaha. Simba na Yanga ni pati ya maisha ya kuburudisha Watanzania. Kwa hiyo ukija bila maneno leo nitakuzengua Mheshimiwa Kabudi. Lazima uje na taarifa. Sisi Tanzania tumepata heshima ya kuandaa AFCON. Halafu dunia yote itaangalia AFCON inaandaliwa Tanzania. Halafu tunakuwa na viongozi wahuni tu wanaamua wanavyotaka. Hatuwezi kwenda kwa design.
Bwana ni mbunge wa Geita Vijijini Josephat Msukuma, yeye kwenye mengi ambayo ameyazungumza anasema kuwa kama kesi imeamuliwa kutoka kasi imekuja na bado ambaye analalamika bado hajapewa kile ambacho anastahili, ghafla yameendelea kuendelea na mchezo umepangiwa tarehe nyingine, akiita ni vitu vya kiuni huni hivi vinaendelea. Hiyo tunaiweka pembeni, baadaye tutajumuisha yote ili tuweze kupata kile ambacho tunatakiwa kukizungumza. Sasa tukamtazame na kumsikiliza mbunge wa Morogoro Vijijini Hamisi Taletale maarufu kama Babu Taletale. Yeye naye alikuwa moja kwa watu ambao wamechangia kuelekea ama mara baada ya kutokea hiki kitu ambacho kinaendelea kwa sasa kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo iliyotambawa ya Machi 8. Kwa shida kuna siasa mnafanya kwenye mpira, sio sawa. Ligi ya Italy imepoteza heshima yake kwa sababu ya hiki ambacho leo hiki tunakileta Tanzania. Kiti, tuongee ukweli. Hakuna watu wanafanya vizuri na wamekuza na kuiheshimisha ligi yetu kama viongozi wa bodi ya ligi ya sasa. Hakuna watu wameweza kukuza mpira wa nchi hii kama kiongozi wa TFF. Brother yangu Karia, hongera sana, lakini pia pole kwa kumpoteza mamako. Lakini leo hii fateni sheria, sheria haina huruma. Mtu anakurupuka amevaa tai yake hatuchenzi. Kiongozi, nyinyi mnajua sheria, simameni sheria. Sheria ndio itakayotubeba. Kama mnashindwa kufuata sheria, tunakwenda kuua soka ambayo watu wote ndani tunapenda mpira. Ni Hamisi Taletale ama Babu Tale, naye pia alikuwa ni mmoja kati ambao walipata nafasi kubwa ya kuzungumzia kabla ya bajeti hiyo kupitishwa, makadirio ya bajeti ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Profesa Magamba Kabudi ambaye yeye ndio waziri wa wizara hii, tunampa nafasi kidogo ya pumzike kwa sababu yeye mjadala wetu tutaenda kuumaliza baadaye. Hiki ambacho tumefunguliwa nacho kwa sasa tuanze nacho, yeye ataenda kumaliza kwa sababu yeye ndio msemaji wa mwisho na pia ndo boss kwenye hii wizara. Hiki ambacho hapa kinazungumzwa, subiri, kuna mambo mawili yamezungumzwa ambayo mimi nimetoka nayo. Msukuma yeye anaona kama TFF wamefanya haraka mno kabla ya kutolea maamuzi, kitu ambacho mara zote umekuwa ukikizungumza hata wewe pia Zuberi. Hiki ambacho kimetokea mpaka kufikia huku, inawezekana mabadiliko ama maamuzi yaliyotokea mwanzoni akawa yamebadilika baadaye kwa hiki ambacho kimezungumzwa, tukianzia na hiki ambacho amekizungumzia Msukuma bunge mheshimiwa kabisa. Nadhani ni muendelezo ule ule wa fikra mseto ambao limedhihirisha hata bunge limepitia jana, kwa maana mtazamo tofauti juu ya jambo linaloendelea. Bodi ya ligi na Yanga wakaelewane wanaposhindwa kukubaliana. Ndio tatizo lipo, kuelewana wanaposhindwa kukubaliana. Hawa wanashindwa kuelewana wanaposhindwa kukubaliana kwenye eneo moja tu. Tumejaribu kusema tutarudia. Makosa ya tarehe 8 ndio wanaposhindwa kukubaliana. Makosa ya tarehe 8 Yanga wanasema bado hatuelewi chochote. Bodi ya ligi wanadhani yalikuwa sahihi maamuzi yalikuwa yamefanyika. Na ndio maana hata mipango ya Yanga, maombi ya Yanga ya wao kujiuzuru hawataki. Lakini Yanga wanaamini nje ya maamuzi ya tarehe 8 hawatakuwa na imani ya bodi ya ligi mpaka TFF kwa namna ambavyo wanalitazama swala la tarehe 8. Sasa huku kote maoni tunayotoa, tunayoshauri, tunayoweka, hawa watu wakaelewane waliposhindwa kufahamiana. Kwa sababu kama mnashindwa kuelewana pale ambapo mmegombana ni shida. Kwa sababu sasa hivi wewe ukisema habari ya sasa hivi, tumesema sana tangu jana, kupanga dabi mechi sio tatizo, litakuwa tatizo kwa sababu mlipogombana hamjaelewana. Hii dabi Yanga wanaona watu wanaenda na visununu. Anaenda kucheza na nani? Kwa sababu hawatocheza tu, hata ukisema kuna adhabu. Huyo mtu anayedhani umemuonea, unapompa adhabu ndio hata ajali. Sababu Yanga Afrika sasa hivi hawajali chochote. Wamekubaliana na lolote. Sasa kwa namna ambavyo ilipofika, ni wajibu wetu sasa sisi sote kujaribu kuona maoni ya wabunge na hata majibu ya serikali yanajaribu kutupa picha tofauti, kwa sababu serikali kimuundo hawa wote wako chini yake. Ukitazama sheria ya vyama vya michezo ya mwaka 1999 ibara ya 18 inasema vema, katiba ya TFF ibara ya kwanza inasema vema namna ambavyo inawajibika chini ya serikali, lakini utendaji wake au simamizi na serikali. Ila wakati mwingine serikali inao nafasi ya kuweza kushauri mambo, sio kuamua. Kushauri mambo. Sasa hili limbaki katika muundo wa uamuzi zaidi ndani ya bodi ya ligi. Lakini tunachoangalia kipi ambacho kinaleta shida ni uamuzi unaoendelea sasa wakati kuna tatizo la msingi. Ndio maana nikasema bodi ya ligi
na Yanga wameshindwa kuelewana wanapotofautiana. Sasa wakaketi watafute kitu kinachowatofautisha, itakuwa rahisi. Lakini kila mtu akitaka kutafuta kuwa sahihi, ndio tulipofikia hapa. Na hata jana unaona bungeni nimesema sioni mimi tofauti. Kila mtu anavutia kwake. Kila mtu anavutia kwake. Wachambuzi, wabunge, kila mtu anajaribu kutafuta tafsiri yake anavyoelewa tatizo. Sasa hatuwezi tukafikia mwafaka kila mtu akitaka kutafuta nafuu yake. Mwingine atajikita tu ipangwe ratiba. Kwani nani kasema ratiba ina shida? Shida ni chanzo mpaka mgogoro kufikia watu huyu anataka kupanga ratiba, huyu anasema aende kucheza. Kwa nini waende kucheza? Liko swali. Nadhani mjadala huu sasa umekwenda, sasa sote tubadilishe ajenda, twende kwenye suluhu. Suluhu ni nini? Serikali inakiri haina wajibu kwenye mpira, lakini ushauri ubaki pale pale. Bodi ya ligi wapokee ushauri, wakakae na hawa wenzao bila kujalisha tarehe 15 kuna mechi hapa katikati, wakakae. Tarehe 15 mechi hakuna mtu ana shida na ratiba, wakakae watafute sababu ya mechi ya tarehe 8 ilikuwa nini. Wakielewana tarehe 15 mechi, sidhani kama kuna timu itashindwa kuingiza mechi timu uwanjani kama watasikiliza. Tabu wanakwepa kusikilizana kwa sababu kuna mitego wamewekeana. Mtego wa kwanza, Yanga Afrika sawa itaki bodi iuzuru. Bodi nao kukwepa kujiuzuru wamepanga mechi Yanga wasiende wakate pointi. Sasa wasiwekeane mitego wakati kuna mahala ambako wanaweza wakarekebisha. Kurekebisha kwanza ni kukaa chini. Nani atawakalisha? Aliyetakiwa kuwakalisha naye kachukua upande. Ndio maana nasema tukiangalia ile swala tulichoongea jana juzi kitafanana tu, lakini wakati sahihi sasa watafute kuelewana pale wanapotofautiana. Ndio tutapata msingi mzuri. Hakuna mtu anayefurahishwa na hiki kinachoendelea kama kweli. Kwa sababu wote watu wa mpira tunataka mpira uchezwe. Sasa utachezwaje kama watu hawaelewani? Utacheza mpira kumshikia mtu viboko twende uwanjani? Unajua kumlazimisha mtu mzima afanye kitu ambacho anajua sio sahihi ni aina nyingine ya ukatili. Sasa kinachoonekana sasa wala sio shida ya ratiba. Ratiba utapanga tu unavyotaka wewe. Lakini wasiyetaka apeleke timu. Hata umwambie unamkata alama, hatakuwa riski teka. Atapokea chochote. Sasa tutakuwa wote tuna entertain vurugu. Sababu kupanga ratiba ni kuentertain vurugu. Huyu naye kutokwenda uwanjani ni kuentertain vurugu. Tatizo ni nini? Kabla ya ratiba kuna shida gani hapa? Kwa nini wanakwepana kukaa meza moja? Wanakwepana kukaa meza moja kwa sababu hawaaminiani. Sasa ni nani atatuaminisha kama hawaaminiani? Wanaogopana. Ndio unarudi pale pale kwamba kumbe kuna tabia ya upendeleo, kuoneana aibu, kitu ambacho ndio kimetufikisha hapa. Sasa unaondoaje hili? Wakae waturudishe kwenye mstari. Mechi ipo wamepanga, watajua wao, lakini wakakae chini waangalie kwa nini wanagombana. Sasa hofu ya wetu wengi ni kuwa na viongozi ambao hawawezi kukaa wakiwa na matatizo. Ndio hofu sasa. Hata mimi nakosa imani na viongozi kwamba kumbe wakiwa na matatizo hawawezi kukaa. Sasa hawawezi kukaa, shida nini? Kwa sababu kiongozi wote lazima ajue mdau wake analalamika nini. Hata baba akikuta mtoto analia, lazima uulize kuna shida gani. Hata mtoto analia unaaminisha kwamba analia anajielekeza. Sasa hii ni tabu ambayo ndio sura. Na tulikuwa nasema na ticha mara nyingi kwamba hawa watasaidiwa hawa. Hata maoni yanayotolewa na bunge ndio njia ya kuwasaidia. Maoni yanayotolewa na sisi wanahabari wakati mwingine ni njia ya kuwasaidia. Sasa wote turudi kwenye ajenda ya pamoja. Hawa sasa tumeshaongea, warudi wakakae, wasiletiane kiburi. Huyu hatocheza mpira, wewe utasema unapokwenda, kwani Yanga isipokuwepo ligi hamna. Ligi itaendelea. Lakini nadhani pia ligi bila Yanga kuna kitu kizuri. Timu ambayo ina influence ndani. Uwekezaji utakuwa mkubwa. Wakati mwingine uwekezaji ni dabi yetu. Watu wasisahau. Uwekezaji wa mpira wetu ni dabi. Dabi inabebwa na hao wakubwa wawili. Sasa sidhani kama hawa viongozi wa bodi ya ligi hawaoni umuhimu wa kulifanya. Nadhani umuhimu wanauona, ila mimi sijapendezewa na namna ambavyo mpaka washinikizwe, yani wakubaliane kwa maandamano. Haitakuwa picha nzuri, na wakifanya hivyo pia sio kitu kibaya. Wapokee, wakaketi, walimalize. Kumekuwa ni mwendelezo wa mvutano Ticha Tigana Lukinja, kama ambavyo wamekuwa raia wa kawaida sambamba na wataalamu kama sisi wanahabari sambamba na wachambuzi. Kilichotokea jana bungeni kuhusiana na mchezo huu ni mwendelezo tu ule ule. Mheshimiwa Bob Tale anavutia kwake kwa maana ni shabiki wa Simba, amedeclare hiyo. Lakini pia ukimsikiza Msukuma naye unamuona yupo kwenye upande wa Yanga Afrika. Kama kila mtu anavuta kwake, bado ombwe liko pale pale, hawakubaliana na haya maamuzi. Nilimsikia ndugu yangu, rafiki yangu pia, nimewahi kufanya naye kazi kwenye nafasi moja zinazohusisha na kuhamasisha timu ya taifa, Gulamari. Gulamari ambaye mara nyingi sana unamwona Excom ya Yanga Afrika, Excom anasafiri na timu na nini. Hapa kwanza nipongeze serikali kukumbuka na kurudisha wajibu wa mwafaka kwenye mamlaka husika. Yes. Na Palamagamba Kabudi mheshimiwa tutanani baadaye, yeye amesisitiza yani bwana, sisi sio kazi yetu. Sio kazi yetu ya moja kwa moja, tunashauri na kuna hatua walizianza, hatukupewa results. Kitu kilichoko mbele yetu
kitu kilichoko mbele yetu ni kutafuta mwafaka mzuri na wa wakati ujao, sio kusolve mechi ya tarehe 8 tu na wakati ujao situation hiyo ni manifesto hii sasa ikae. Yes, kitokea hiki inafanyika hivi. Kama una kumbukumbu nzuri ilikuwa 2021 situation kama hii ilitokea ya dabi kuingia mkanganyiko huu ndani ya miaka 4 imerudi tena kwa situation hii. Sasa pande zinazohusika zije na solution. Ndio ile nilikwambia kwamba Mzee Lukinja aliwahi kuniambia katika maisha kuna jibu na jawabu. Jibu ni njia ya kupata jawabu, lakini jawabu ni hitimisho. Kwa maana wenye shule zenu mnasema solution. Yaani katika mapambano yako lipeleke kwenye solution, ufumbuzi wa jambo. Sasa kupitia sakata hili tunahitaji tupate ufumbuzi wa jambo. Ufumbuzi usiwe mechi ya dabi kurudi ikachezwa tu tukawa tumemaliza. What happen wakija kukosea tena au ikitokea hivi. Ukasikiliza hawa waheshimiwa kwa nafasi zao. Nilipenda pia Babu Tale alikumbusha kwamba kusiwe kuna kuwalea hivi vilabu kama kanuni ulizoziandaa zinasema hivi kwenye vifungu vya adabu kwa mujibu wa kanuni. Yes. Lakini overall ambacho naweza kukihitimisha hapa kwamba sisi kama Watanzania wadau wa mchezo wa mpira wa miguu tunapendezwa kuona dabi inachezwa. Nani atamwangukia mwenzie, nani atashuka chini, ili mradi dabi ichezwe, hili ni jukumu la kwao. Lakini wadau wanahitaji kuona game inachezwa ikiwa na maana kwenye utaratibu wa michezo. Kwa mfano nazungumza mataifa ambayo yana timu 20 yanacheza michezo 38, maana yake kuna jumla ya michezo 380. Kwetu sisi tuna timu 16 zinacheza michezo 30, maana yake tuna michezo 240. Sasa itakuwaje endapo huu hautachezwa? Tutakuwa na michezo 239, huu tutauandikieje? Kwa hiyo kwenye kutafuta jawabu la tatizo warudi kuangalia pia kitu hicho. Kuna watu wamekumbusha vyema football yetu imeadvance sasa hivi ni 4 katika Afrika, lakini dosari ndogo ndogo kama hizi zinaweza zikaturudisha nyuma. Sasa kutunishiana misuli sisi tuna ubabe tuna nini sio njia sahihi ya kusolve migogoro. Lazima mkae meza ya duara mtafute mwafaka. Inaweza kubadilisha picha mpira wetu na mazoea hivi vilabu viwili vikubwa vya Simba na Yanga ambavyo vinaonekana yani ni mapapa kwenye maamuzi ambayo wanafanyika, huwa wanakuwa favored wao. Hiki ambacho kimetokea kwa usu Yanga hasa kwa kipindi hiki kitabadilisha chochote kuhusiana na mpira wetu? Kama bodi wataanza kuwajibika ipasavyo. Bodi wakianza kuwajibika kuzisimamia kanuni, mpira wetu utabadilika. Bodi wakiwa wanaogopa kusimamia kanuni tutaendelea kuvuna kama haya. Kwa sababu wangekuwa wanasimamia kanuni hata tarehe 8 jambo lingekwisha. Kanuni zinajulikana, zinasema nini, mazingira gani, mechi iahirishwe, wala kuna utani. Sasa kama bodi wataendelea kuzisimamia kanuni kama zilivyo, nadhani mabadiliko yatakuwa. Upendeleo sio tuna upendeleo, tunajipendelea. Sababu watu wanakwenda wana interest za uongozi kwenye nafasi, kwa hivyo watu wafanye maamuzi, kwa hiyo ni shida. Lakini mimi nadhani sote sasa tujaribu kuzungumza tatizo liishe, sio tatizo liwepo. Tushaona huyu anasema hiki, yule anasema kile, huyu amtaki yule, huyu amtaki yule. Mimi nadhani ni wakati wa bodi sasa kusimama kama msimamizi wa ligi. Asisimame kama anapambana na mtu kwenye ligi. Lakini pia ni kipindi kizuri pia kwa watu wengine ambao wako nje ya upande wa mgogoro, wasiufanye kama mgogoro wa kwao. Unajua sasa hivi mgogoro umekuwa kama Simba na bodi ya ligi, Yanga ndio wamebaki peke yake wanapambana huko. Yaani kwamba bodi ya ligi utaona ni mashabiki wa Simba. Huku Yanga wamebaki na watu wao Yanga. Ili eneo nalo sasa hivi tukanye. Tulipofikia hawa watu tunataka mpira uchezwe tarehe 15. Tuone ubora wa hizi timu zenu mbili tarehe 15. Kwa hivyo kubwa sasa hivi hao wakubwa washasikia, tushasema sana. Sidhani kama ni watu ambao sio wasikivu, sidhani. Mimi sidhani. Mimi kuna kuondolea usikivu sidhani. Mimi nadhani ni binadamu tu anayetakiwa naye akumbushwe. Nadhani walipofikia na mpaka tulipofika wanayo nafasi kabla ya tarehe 15 kukutana na wenzao hawa. Wakutane na wenzao hawa na watu wasikatai kukutana. Wakutane na wenzao, wazungumze, wakubaliane yale ambao wanadhani watakuwa wameelewana, kisha waupe mustakabali mpira wa nchi. Lakini kuendelea kila mtu kujifanya anatafuta usahihi, hicho kitu tumekikataza na hakipendezi kwa sababu walishakosea. Kuna maeneo wamekosea, kuna maeneo unaweza kuwa sahihi, lakini tafuta ulipokosea ili utafute usahihi. Kutafuta usahihi bila makosa ni namna nyingine ya kutumia utaratibu mzuri kuendeleza utaratibu mbaya. Wasitafuta usahihi bila makosa ni kutumia utaratibu mzuri kuendeleza utaratibu mbaya, kitu ambacho bodi uwezo huo wanao. Yanga Africans wakikaa na bodi uwezo huo upo na pia kuunusuru mpira wetu.
lakini kubwa limezungumzwa, kila Mtanzania hapendi. Nafikiri ukiona mazungumzo yetu wote hatupendi. Hatupendi hata ambao kuna mtu anakuambia upelekeni timu tarehe 15 tuione, na huko tunalalamika tendeni haki ili mkacheze mpira. Kwa hiyo wote hatupendi hii situation. Sasa ni wajibu wao viongozi wetu hao wanaotusikiliza, ambao mimi nadhani wanafanya. Lakini kingine, wabadilishe mfumo mzuri wa mambo ya mpira wetu, kila mtu awe anaelewa nini kinaendelea. Unajua mpira wetu unajiendesha kwa matukio tu, unasikia tu ugomvi wa bodi ya ligi na hujui nini, kwa sababu hawajaweka uwanda wa pamoja wa media kuelewa. Wakati mwingine migogoro, media ikiwa inajua dhana halisi ya migogoro, inalinda taswira na ajenda za nchi. Tuna channel sisi. Tuna AFCON. Sio? Ndio. Afrika inatusikiliza na mgogoro huu. Kesho wakija watu kukagua viwanja vyetu havijakamilika, ndio walikuwa kabisa na mgogoro. Yaani hatujui tunajichafua. Afrika nzima inatusikiliza. Na mgogoro ambao ukiangalia ndani, shida hakuna. Tunaitoa taarifa za FIFA, wanatuchunguza hapo. Wanakutana na migogoro. Kwa wakati mwingine tunaweza tukajiona tunakuwa, kumbe tunajidogesha. Unaweza kuona mtu anakuwa, kumbe akili zimedumaa. Kweli umri unaongezeka, una mafanikio, lakini mipango yako imedumaa. Kwa sababu hiki kinachoendelea bila kuchukua hatua, wala tupate sifa kokote. Tuna timu sisi inacheza Federation Final wiki ijayo. Weekend ijayo. Bodi ya ligi tu miekeka, wakati Federation ina nafasi kutengeneza mazingira mepesi watu waende. Nafikiri kwa ni muda wa kuhamasishana, kujengeana uwezo. Federation ikija hapa inatajwa Tanzania, klabu ya Tanzania. Ndio. Leo ukisema vilabu vya Afrika vimechukua vikombe, utataja Misri na Ahli na wenzao Zamalek. Sisi timu yetu mwaka umepita tunapeleka Federation. Tunapiga hatua, lakini wakati mwingine tunasema labda tunapiga hatua huko akili zetu zimedumaa. Ndio maana unaweza kukuta mgogoro unatuyumbisha wote mpaka malengo yetu. Nadhani bodi wamesikia. Serikali sasa ilikuwa tuanze kujua wanaandaje mazingira. Japo nimesikia jana taarifa nzuri sana, Kongole serikali, Kongole Simba wamepewa ndege. Moja ya kauli ambayo nisikia ameitoa waziri kwamba watapewa ndege, lakini sasa muda huu ingekuwa ni mijadala ya Simba na michakato yake kuelekea finali. Wenzetu hawa wanakwendaje, imekuaje, hawa wengine nao ndio tujue mipango yao ya kesho. Lakini sasa tumegeuka, tunajadili athari za kwenda kuumaliza mpira wetu. National agenda ni lakini watu wengine sasa hivi wanatamani kabisa mtu aende hata mahakamani na mpira ufungiwe. Maana yake kutakako kwenda bila utaratibu litatokea liwalo na liwe. Kuna mmoja ataenda tu. Mtu akichoka tu. Mtu akishachoka anaamua wote tuharibikiwe. Sasa tutasidhani kama tunatamani tufike huko, na nadhani viongozi wale wa mpira wale wanasikia. Kasongo mzee wetu, Guto, President Karia, kina Mani Nyamlani, mbona wamefanya mambo makubwa. Kidao tunasema sana, mimi nadhani tunasema sana wajaribu kuangalia Watanzania wanataka. Unajua kuna wakati sio kila unachisikia kila mtu kiu yake ni jambo liishi. Kwa nini unafikiri ni ubaya mkikaa na mtu mnagombana naye mkaelewana? Watu wataangalia pale mtakapoelewana mtaishije. Kisha kazungumza vizuri sana. Tusipate president tukashindwa kurudia ile jambo baadaye. Tutoke hapa sasa, tukirudi tuepuke makosa yanayosababisha na heshima yetu. Wakati mwingine wa huruma tu ya viongozi wetu ndio inaingiza matatani. Wanaona bwana tuwaone mama wewe, likitokea tatizo mtu anashikilia kanuni hiyo ambayo wewe ulitumia busara wakati taratibu zipo. Ndio kinachotafuna. Kwa sababu wao wangetumia taratibu siku ile, kuna mtu alikuwa analia mpaka sasa hivi kalazimishwa kucheza mechi. Nakwambia wewe. Lakini ingekuwa ishachezwa. Mechi ingekuwa ishachezwa. Lakini wakatumia busara hivi tusikilizane. Huyu unayemwambia apumzike, ambaye umemwambia tusipumzike anakasirika, ndio ugomvi ulikotokea. Nadhani kuna mahala ambako mamlaka inayo nafasi ya kurekebisha. Sawa, tumalizie na kumtazama na kumsikiliza waziri Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, naye alitolea mtazamo kuhusiana na msimamo wa serikali kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea wakati wa makadirio ya bajeti ya Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo ambayo ilifanyika siku ya jana kule bungeni Dodoma.